Tanzania, muungano wa vyama vidogo unaendelewa ili kufuatilia mjadili wakati watu 518 walifariki Tanzania wakati wa vurugu wa uchaguzi. Mapigano bado yanaendelea DRC. Watu walifariki katika vurugu za uchaguzi mkuu wa Tanzania TM. Twende sasa hapo kwenye habari zetu ziko napatikana hapa Tanzania DRC. Watu 518 walifariki Tanzania wakati wa uchaguzi wa mapigano yanaendelea DRC. Taarifa kuu wiki hii ni ripoti ya tume ilichaguliwa nchi Tanzania ilisomwa wa watu 518 walifariki katika ghasia za uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka iliyopita. Tunaanzisha pia taarifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo licha makubaliano ya kusitisha vita katika waziri wa AFC M23 na serikali ya Kinshasa wanaendelea kushambuliwana kwa mapigano mara kiongozi wa kaskazini Katoliki duniani Papa wa Leo 14 alikaribisha ziara ya siku 10 bara Afrika Jumaa ili katika mazungumzo Mashariki ya Kati Amerika ni yanayoendelea mashariki kwa siki mapigano ya Irani. Hatua sawa ilichukuliwa katika Israeli na Lebanon. Vipindi vyengine Rwanda na DRC saini mkataba wa amani Washington kwa joo ya ikiwa yaanza African. Habari kuu wiki hii ina pamoja mkataba wa amani uliosainiwa kati Rwanda na DRC nchi usimamizi wa Washington kuanzisha siasa ya Uganda. Wanafunzi zaidi 200 walikwenda Nigeria tumu ya kuchaguliwa. Vurugu Tanzania ya upigishwa. Habari kuu wiki siasa Tanzania zinazosababisha kutoa kwa tume kuchaguzwa juu sasi ya ungusi wa DRC santi. Rais Samia Suluhu Tanzania mashili kwa vijana waliokamatwa kwenye maandamano. Uchaguzi mkuu Tanzania waingizwa wanasema kuruhusika vienge vya demokrasia. Hapo ni DRC. Twende na mahali popote hapa. Kama haujajiunga na sisi, unatakiwa kujiunga na sisi, ubonyeshe subscribe. Vipindi vyetu vya habari ukuwe unavipata uko wa kwanza. Kama haujabonyesha bonyesha subscribe. Kama haujajiunga na sisi, jiunge na sisi. Habari zetu zinaendelea. DRC, wakazi wa Kivu Kusini kwa Kaskazini wanatishika kufungwa kwa benki. Mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuelekea kufungwa kwa benki katika eneo ya kusababishwa kwa M23 katika mikoa ya Kivu Kaskazini Kusini kumesababisha changamoto kubwa ya kibinadamu kwa majibu ya ripoti shiriki ambapo uchaguliwa kwa dunia wa FF. Hatua ya kufungwa kwa benki ilichakuliwa na serikali ya Kinshasa baada ya kuwa M23 kubinti mji wa Goma. Lengo na kuwa na kulinda fedha za watajiri wa kuzuia M23 kutumia benki hizo
kwa shughuli zao. Hata hivyo, ripoti ya AFP imesema hatua hii imesababisha kubwa kwa utalija kwa fedha za msaada, ambapo mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kaskazini ilisitisha kupelewa dola za Amerika bilioni 75, lakini mpaka kasati dolari milioni 39 ndizo zilizopotezwa. AFP inasema msaada wa benki inafungwa mzima wa kuelekezwa tolechi. Msaada inasitisha kubwa kupitia mgogo wa chakula sokoni, ambapo wewe wahitaji kupewa pesa ili. Asante kama ulishabonyesha subscribe, kama ni mara kwanza jiunge na sisi, habari zetu zinaendelea. Tutakwambia hapo kama Burundi Ndayishimiye anateuliwa uchama chake kuwa Le 2020 Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ameteuliwa na uchama cha CNDD na FDD kuwa mgogo wa unasasi wa ofisi katika uchaguzi wa mkuu wa mwaka ujao. Ndayishimiye mwenye umri wa miaka 57 hivi sasa ameongoza taifa hiyo tangu mwaka 2023 kufuatilia uchaguzi ambapo alifanyika amthi PL Nkurunziza, ambayo alifaniki katika kipindi hicho. Kupitia usuku wake X, chama hicho kimesema Ndayishimiye ndiye uchaguo wao ukawa kutumiwa kuongeza kwa muhum wa miaka 7 tangu hiyo ilitowela. Wakati huu mpaka sasa tume ya chaguzi nchi huu tajiterehe kufanyika kwa uchaguzi tangu madaraka. Ndayishimiye amekuwa akisitisha katika mfungo serikali hii kupunguzwa ushawasi wa majenerali wenye nguvu au kuelezea ubinti uchama hizo, licha ya ahadi kufuatilia licha hiyo kusini amoni habari mashariki ya kutelekeza katika binadamu, ikiwa mmoja wa mataifa wamefaniwa. Asante kwa kujiunga na sisi, asante kwa kutufata kwa hizi habari zetu. Kama ni mara kwanza umefika, bonyesha subscribe, kisha habari zetu zinaendelea hapa kwenye Hope Info 3. Thank you.